Hali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari. Tukujuze yale yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, wagombea uraisi waendelea kunadi ilani zao. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi asema serikali itaendelea na sera ya kutoa 80% ya bei ya karafuu kwa wakulima. Katika biashara, kuunganishwa kwa mifumo ya forodha kwa elezo kupunguza adha kwa wafanya biashara. Na katika habari za kimataifa, Trump atangaza vikwazo vikubwa dhidi ya kampuni za mafuta nchini Urusi. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie kwa mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Daktari Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni zake za siku 3 katika jiji la Dar es Salaam. Gulaki Msola anayo taarifa zaidi. Mgombea wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM, ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni zake jijini Dar es Salaam, huku akiwashukuru wananchi wa jiji hilo kwa kuonesha imani kwa chama hicho na viongozi wake kwa ujumla, huku akizitaja wilaya za Kigamboni na Temeke kuwa ni maeneo muhimu ya kiuchumi kwa Dar es Salaam na kwa nchi kwa ujumla kutokana na ukuaji na ongezeko kubwa la watu katika maeneo hayo. Akizungumza na wananchi wa wilaya za Kigamboni na Temeke, Dr. Samia amesema serikali yake ijayo itajikita katika kuendeleza utu wa watu kwa kutekeleza mahitaji muhimu kama vile huduma za afya, uzalishaji wa chakula, umeme pamoja na makazi, ambayo serikali ya awamu ya 6 imeweza kutekeleza kwa kiwango kikubwa. Tumeamua, Chama cha Mapinduzi kimeamua, na ndivyo kinavyotuelekeza kwenye ilani iliyopita na hii tunayokwenda kuitekeleza miaka 5 ijayo. Tujikite sana kwenye watu, tuendeleze watu, tuendeleze utu wa mtu, tujenge utu wa Mtanzania, tuheshimishe utu wa Mtanzania. Sasa mtu wa Mtanzania ile asimame kwanza kuwa mtu, ana mahitaji yake ya lazima ambayo lazima ayapate, nayo ni chakula, apate huduma za afya, apate maji safi na salama, apate elimu mpaka Mungu atakavyomjalia, umeme umwakie, afanye kazi zake ndogo ndogo, lakini uzalishe, apate kipato. Lakini jengine ni makazi. Haya yote tumeyafanyia kazi vizuri sana. Vizuri sana. Kilichokuwa hakijaguswa hapa ni swala la makazi. Lakini kwa swala la makazi, ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi, watu binafsi wanavyojenga, mashirika yetu ya serikali yanavyojenga. Kwa mfano, hapa kwenye jimbo la Temeke, pale Mtoni, tayari kuna nyumba 400, shirika la nyumba la taifa linajenga, na hiyo kazi inaendelea Tanzania nzima na tutaiendeleza kule mbele tunakokwenda. Aidha, Dr. Samia amezungumzia swala la uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, akisema serikali imejenga uchumi mkubwa kupitia ujenzi wa miundombinu mbalimbali kama vile masoko, barabara, huku akigusia ahadi zake za kuanzisha mfuko utakaowezesha wafanyabiashara wadogo. Dr. Samia amesema serikali imeimarisha muhimili wa mahakama na muhimili wa sheria ili kulinda haki za watu. Lakini jengine kwenye kumjenga Mtanzania ni masuala ya haki za mtu, haki za Mtanzania, ambazo kwa kiasi fulani tumezifanya vizuri sana. Tumeimarisha vizuri sana mhimili wa 3 wa dola, mhimili wa mahakama na mhimili wa sheria. Tumeuimarisha vizuri sana. Amesema Makonda hapa, sasa haki zinapatikana. Wale wajana walikuwa kisumbuliwa kunyang'anywa nyumba, mume kafa na nini, mambo sasa yako vizuri. Ni kutumia tu yale fursa ambazo tumezitengeneza, watu wazitumie na haki ipatikane. Lakini zamani kama una kesi itakuchukua hata miaka 2 haijeshi. Sasa hivi mambo ni tofauti. Haki ya mtu inapatikana haraka. Awali wakizungumza kabla mgombea huyo wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Asha Rose Migiro
Ezekiel Wenje, mwanachama mpya wa Chama cha Mapinduzi, pamoja na wagombea mbalimbali wa nafasi ya ubunge kwa tiketi ya CCM wamewasisitiza Watanzania kujitokeza kwa wingi kupiga kura ili kuhakikisha maendeleo ya miundombinu, huduma za kijamii pamoja na maendeleo ya taifa la Tanzania yanapatikana. Katika mkutano huo pia umehudhuriwa na vyama rafiki vya Chama cha Mapinduzi kutoka mataifa ya China, Burundi, Zimbabwe pamoja na taifa la Msumbiji. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea na sera ya kutoa 80% ya bei ya karafuu kwa wakulima ili kuwainua kiuchumi na kuchochea uzalishaji wa zao hilo. Taarifa zaidi na Recho Chacha. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo alipozungumza katika hafla ya ugawaji wa hatimiliki za mashamba ya karafuu kwa wakulima wa mkoa wa Kusini Pemba, hafla iliyofanyika ukumbi wa Umoja ni Nguvu wa Baraza la Mji mkoani. Amebainisha kuwa serikali bado inatambua umuhimu wa mchango wa zao la karafuu kwa uchumi wa nchi, hivyo itaendelea na mipango madhubuti kuhakikisha ongezeko la uzalishaji wa zao hilo. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa changamoto mbalimbali zimechangia uzalishaji mdogo wa zao la karafuu, ikiwemo changamoto za umiliki wa mashamba ya karafuu, kilimo duni kisichozingatia upandaji bora, uzalishaji na ukosefu wa mbegu bora ya miche ya karafuu, ukosefu wa mafunzo ya kilimo bora kwa wakulima na kutokuwepo kwa uwezeshaji kwa wakulima. Soko la karafuu kwa maana ya bei ya karafuu. Sisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, sera yetu tuliamua kwamba mkulima apewe 80% ya bei ya dunia tunayouzia. Siku hizi hakuna kitu cha siri. Nendeni kwenye mtandao, mtaona bei ya karafuu ya mwaka huu kiasi gani. Hapa Zanzibar 80% ya bei hiyo ndio tunaompa mkulima. Vinginevyo tukiruhusu hilo soko wanaloita soko huria, maana na mimi nimelitafakari, nina uhakika wafanyabiashara wataungana kushusha bei ili mkulima apate kidogo au wapate zaidi watajiriki. Kwa hivyo nakuombeeni na kusihini, hii bei ya 80% ina maslahi kwenu, kwa sababu sisi hatutizami tunampa mkulima shilingi ngapi, tunatizama tunauza kwa shilingi ngapi, mkulima apate 80% ya bei hiyo. Aidha, kupitia shirika la biashara la taifa ZSTC, serikali itatoa miche mipya kwa wakulima kuwawezesha kwa mafunzo ya kilimo cha kisasa na umwagiliaji ili kuzalisha zaidi na kuwa na karafuu za kutosha. Rais Dr. Mwinyi ameipongeza Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa kutekeleza kazi hiyo ya ugawaji wa hatimiliki kwa ufanisi na mafanikio makubwa katika kipindi cha muda mfupi. Naye Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Rahma Kasim Ali amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa maono yake katika utekelezaji wa miradi Unguja na Pemba, pamoja na kumhakikishia Rais Mwinyi kazi hiyo ya ugawaji wa hati itazingatia haki ya kila mmoja na hakuna hata mmoja atakayedhulumiwa. Hatutamdhulumu mtu hata mmoja. Kama kawaida yetu, hatuwezi kumdhulumu mtu na tutahakikisha hatutamdhulumu mtu. Kila mwenye haki yake atapatiwa haki yake. Kwa hivyo niwaombe sana wakulima wenzangu, tushirikiane kwa pamoja, kwa sababu sio kama zoezi litakuwa ni rahisi sana. Zoezi linataka mashirikiano ya pamoja na ukweli wa pamoja. Tukishirikiana, tukashikamana kwa pamoja, hili jambo litakwenda vizuri, kwa sababu sisi hatuna nia ya kumdhulumu mtu. Wakati huo Rais Dr. Mwinyi amekabidhi ambulance boat kwa ajili ya wananchi wa kisiwa Tanzania na Makongwe, hatua itakayoimarisha upatikanaji wa matibabu katika maeneo hayo, hafla iliyofanyika katika bandari ya mkoani. Aidha, amekabidhi gari kwa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi kwa ajili ya kuendeleza ufuatiliaji wa mashamba ya karafuu. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Treni ya umeme ya EMU maarufu kama mchongoko iliyokuwa ikisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma imepata ajali majira ya saa 2 kamili asubuhi Oktoba 23, 2025 kutokana na hitilafu za kiuendeshaji. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika la reli nchini TRC, imeeleza kuwa tukio hilo limetokea kituo cha Ruvu, na huku taarifa za awali zikibainisha kuwa hakuna tukio la kifo. Aidha, katika taarifa hiyo TRC imeelezea kuwa timu ya wataalamu ikiongozwa na katibu
mkuu, uchukuzi, mkurugenzi mkuu TRC, vyombo vya ulinzi na usalama na management ya TRC inaendelea na uchunguzi wa kina. Kufuatia tukio hilo, huduma ya usafiri wa treni ya umeme ilisimama kwa muda kabla ya kurejea tena baadaye, huku shirika hilo likiomba radhi kwa wananchi kufuatia kadhia hiyo. Shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania TUCTA limewaomba wafanyakazi wote nchini kuhakikisha wanajitokeza Oktoba 29 kwenda kupiga kura na kuwachagua viongozi watakaojali maslahi ya wafanyakazi. Hazla Umari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Rais wa shirikisho hilo la wafanyakazi Tanzania Tumaini Nyamukia ametoa wito huo Alhamisi Oktoba 23 jijini Arusha wakati akizungumza na waandishi wa habari juu ya ongezeko la mshahara kwa sekta binafsi, ambapo kima cha chini cha mshahara kimepanda kwa 34.4 na kinatarajiwa kuanza kutekelezwa Januari 2026. Mtakumbuka kuwa katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita TUCTA ilikuwa na ajenda ya nyongeza ya mishahara kwa watumishi wa sekta ya umma na sekta binafsi. Tumekuwa tukihangaika sana kwa njia mbalimbali. Mkumbuke tangu mwaka 2014 hatukuwahi kuwa tumepanda mishahara, tumilia kwa muda mrefu. Kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan waliweza kututekelezea kama ambavyo tulikuwa tumehitaji yatekelezwe. Wenzetu wa sekta binafsi ambao idadi yao ni kubwa kuliko hata sisi wa sekta ya umma, mwaka huu nadhani ni mwezi huu, wiki chache zilizopita, Mheshimiwa Waziri wetu wa Kazi Mheshimiwa Ridwan Kikwete alitoa tangazo. Tangazo hili sekta binafsi sasa imeongezewa mshahara. Mbali na kumshukuru Rais Dr. Samia kwa utayari wake wa kusikiliza wafanyakazi, ametaja mambo mengi aliyofanya kwa wafanyakazi kwa kipindi cha uongozi wake. Lakini pia nyongeza ya siku za likizo kwa wafanyakazi waliojifungua watoto njiti. Hili jambo lilikuwa gumu sana. Hakukuwa na tofauti ya yule aliyejifungua mtoto njiti na yule aliyejifungua mtoto ambaye amekamilika. Umri wa mtoto njiti unaweza kumtunza ili afikie kukamilika, akakaa miezi 2 hadi 3 ndio akafikia umri sasa wa kawaida, lakini alikuwa anahesabiwa kama aliyejifungua mtoto ambaye ni wa kawaida. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kupitia wizara yake ya kazi na wizara ya utumishi wa umma walilibeba na kulifanyia kazi, na sasa limepitishwa na ni sheria. Tunashukuru sana kwa kufanya yote haya. Tujitokeze kwa wingi tarehe 29 Oktoba 2025 kwenda kupiga kura ili tuweze kuwachagua viongozi wetu wanaojali maslahi yetu. Nirejee kauli mbiu yetu ya Mei Mosi 2025 ilisema hivi: uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi. Sote tushiriki, tuwachague viongozi ambao una uhakika ukienda kuzungumza jambo linatekelezwa. Kwa upande wake, katibu mkuu wa shirikisho hilo Herbert Mkunda amesema anatumaini na uongozi ujao kuwa utaendelea kusimamia maslahi ya wafanyakazi. Naamini kwamba baada ya utekelezaji wa hili jambo, kutangaza kwa kima cha chini nyongeza hiki, ni wakati mwafaka sasa kuhakikisha kwamba tunaenda kusimamia kikamilifu, kuhakikisha kwamba yale yaliyotangazwa yanaenda kutekelezwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tunaamini kwamba uongozi utakao kuja utaendeleza pale ambapo tulikuwa tumeishia. Asante sana Hazla Umari kwa taarifa hiyo. Muungano wa asasi za kiraia zinazotetea makundi maalum ikiwamo wanawake, watoto na vijana umeungana kwa pamoja kuhimiza umma kuhusu ajenda muhimu ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi, sanjari na kuhamasisha wanawake kujitokeza kupiga kura siku ya Oktoba 29 mwaka huu. Zaidi tuungane na mwanahabari wetu Rachel Chacha. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, viongozi wa taasisi mbalimbali zinazounda muungano huo wamesema ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi ni miongoni mwa vipaumbele vyao vikuu, wakieleza kuwa uwepo wa viongozi wanawake ni hatua muhimu katika kukuza kipato na maendeleo ya wanawake nchini. Aidha, viongozi hao wameeleza kuwa ushiriki wa wanawake katika nafasi za uamuzi ni njia madhubuti ya kuhakikisha masuala yanayohusu ustawi wa familia, elimu, afya na haki za kijamii yanapewa kipaumbele katika sera na maamuzi ya kitaifa. Ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi ni miongoni mwa vipaumbele vya asasi za kiraia vyenye mrengo wa jinsia, kwa sababu tunaamini wakiwepo wanawake viongozi kutakuwa na hatua mahususi katika kuongeza kipato na maendeleo ya wanawake. Nitarudia sehemu hiyo. Kwa sababu tunaamini wakiwapo viongozi wanawake kutakuwa na hatua mahususi katika kuongeza kipato na maendeleo ya mwanamke. Hivyo basi, sisi muunganiko wa asasi za kiraia tunawahakikishia kuwa tunakwenda kutimiza wajibu wetu wa kikatiba wa kupiga kura
na kadhalika, kuhimiza wanawake kwenda kushiriki katika mchakato wa kikatiba wa kupiga kura. Tunapoangalia swala zima la uongozi, ni swala ambalo linawagusa sana wanawake, kwa sababu wanawake ndio wenye changamoto nyingi kipindi cha uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi, wao ndio watumiaji wa huduma au wahitaji wakuu katika masuala mazima kama yalivyoelezwa hapa kwenye swala zima la kwenye tamko letu, kwamba masuala ya afya, wanawake ndio walengwa wakubwa kwenye swala zima la afya, kwa sababu wao ndio wauguzaji, wao ndio wauguaji, hasa kipindi kile cha ujauzito, kujifungua, hata kuenda kulea watoto. Lakini kwenye swala zima la elimu, wao ndio wanaokuwa karibu zaidi na watoto, ambao wao watahitaji misingi, sera bora ambazo zitasimamia swala zima la elimu. Lakini wao ndio wanaohitaji uongozi bora, kwa sababu kama kutakuwa hakuna amani, wanawake ndio watu ambao watakuwa wameanguka kwenye swala zima la maumivu au changamoto kubwa, kwa sababu wao hawana uwezo wa kuweza kutoka bila familia ambayo wanaimiliki. Tumeona katika miaka ya karibuni hata wasichana wengi wamekuwa na shauku na hamu ya kutamani kuwa viongozi, kwa sababu tu kuona kuna viongozi wanawake ambao wameshika nafasi kubwa ambayo kwa historia ya Tanzania haikuwahi kutokea. Kwa hiyo hii imewahamasisha wasichana wengi, mabinti wadogo wa umri wa kati na wakubwa, kutamani kuwa na sisi miaka ya mbeleni tuweze kushiriki kwenye nafasi za maamuzi, na wameonekana katika vyombo mbalimbali vya habari wakionyesha uwezo wao. Hii inatupa mwongozo na mwanga kuwa kumbe wapo watu wakionyesha mifano wanaweza wakavuta watu wengi ambao wako nyuma na wakashika nafasi zile ambazo kwa miaka mingi kuanzia Beijing mpaka leo tumeendelea kupigania hizi nafasi. Wamebainisha kuwa kama muunganiko wa asasi za kiraia watahakikisha wanatimiza wajibu wao wa kikatiba kwa kujidokeza kupiga kura, huku wakiwahimiza wanawake wote nchini kushiriki kikamilifu katika mchakato wa uchaguzi ili kuwachagua viongozi wanaofaa na wenye maono ya maendeleo kwa taifa. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia Wizara ya Elimu imedhamiria kuboresha sekta ya elimu kwa wanafunzi wa Kitanzania kwa kuifanya elimu ya lazima kuwa miaka 10 kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 4, ambapo jitihada zinazohitajika kwa kushirikiana na wadau ikiwamo rasilimali za miundombinu ya elimu. Mwanahabari wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma mara baada ya ufunguzi wa mkutano wa mwaka wa tathmini ya pamoja ya sekta ya elimu yenye kauli mbiu isemayo mageuzi ya elimu kwa maendeleo endelevu, Profesa Daniel Mushi ambaye ni naibu katibu mkuu sayansi, teknolojia na elimu ya juu. Hapo mmesikia sasa hivi elimu ya lazima inaenda kwa miaka 10, kwa maana ya kwamba mtoto akiingia darasa la kwanza atatoka form 4, na yote haya yana mahitaji ya ziada, kwa maana ya rasilimali zinahitajika zaidi. Na kwa mfano ikifika mwaka 2028 tunakuwa na makundi mawili ambayo yataingia sekondari. Kuna wale ambao wamepita kwenye mtaala mpya, ambapo ikifika mwaka 2028 watakuwa sasa ndo wanaingia form 1, kwa sababu wanasoma kwa miaka 6 peke yake primary. Lakini kuna wale ambao wamekuwa katika mfumo wa zamani wa miaka 7, kwa hiyo wakifika 2028 wanaingia form 1. Kwa hiyo kuna makundi mawili ambayo tunaita double cohort ambayo yataingia kidato cha kwanza. Kwa hiyo maana yake ni nini? Tuna ongezeko la rasilimali, tuna ongezeko la miundombinu, na yote hii serikali haiwezi kufanya peke yake. Ndio maana tunaleta wadau wote kwa pamoja tuweze kutafakari namna ya kukabiliana na hiyo changamoto. Naye Simon Nanyaro ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa mtandao wa elimu Tanzania amesema kuwa nafasi yao katika sekta ya elimu wamejipanga kugema rasilimali na kufanya uwekezaji mkubwa katika elimu, ambao ni jambo kubwa pia. Kwa kuwa kuna changamoto kubwa sana ya kupata wahisani kwa wakati huu, tunalazimika kuwaza tofauti na kuona kwamba tunapata rasilimali, na tumekuwa na theme kufanya local resource mobilization, kuona ambapo pia ushiriki wa jamii au sisi kwa sisi kuona namna ambavyo tutagema rasilimali na uwekezaji mkubwa katika elimu ambao ni uwekezaji endelevu pia. Hilo nalo tunahusika sana sisi kama mtandao wa elimu. Awali makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma Profesa Lugano Kusiluka amesema kuwa wanapozungumzia masuala ya elimu ya amali wanagusa masuala ya ubunifu, hivyo uwekezaji ambao umefanywa na serikali utachochea ubunifu kupitia mradi wa HITI. Tunapozungumza habari ya elimu ya amali tunazungumza habari ya ubunifu. Kwa hiyo uwekezaji ambao umefanywa na serikali kwenye vyuo vikuu
utachochea sana masuala ya ubunifu ambayo ndio msingi wa maendeleo ya nchi yoyote. Mkifuatilia siasa za kidunia utakuta kwamba huenda tunakoenda mbele kutakuwa kuna kupungua kwa uwekezaji kutoka kwenye nchi zingine, na kwa hiyo kwa kuwa wale ambao walikuwa wanatupa misaada kwa muda mrefu wanajivuta, sisi tunatakiwa tuwe wabunifu zaidi ili tuweze kutengeneza huduma na mahitaji mengine, kwa maana ya products ambazo tunazihitaji kama nchi. Musa Buluki ambaye ni mwakilishi wa BASUTA amesema BASUTA ni wadau wa elimu, hivyo amejipanga kuunga mkono mambo yote ambayo yatatoa mchango chanya katika sekta ya elimu nchini. Tunashukuru kufika katika mkutano huu ambao tutaweza kuona mambo mbalimbali ambayo serikali imeyatekeleza katika vipaumbele vyake vya mwaka 2024-2025. Lakini pia tutaweza katika mkutano huu kuweza kupata maazimio ya pamoja na kutengeneza vipaumbele vingine kwa ajili ya mwakani, ambapo baada ya maazimio hayo hivyo ndio vitakutugea dira mwakani kipi cha kuweza kutekeleza katika sekta ya elimu ili kuweza kufanya maboresho makubwa ya kisekta. Mkutano huo ni wa siku 3 ambao umewakutanisha wadau wote wa sekta ya elimu nchini ili kutoka na maazimio ya pamoja katika mageuzi ya elimu kwa maendeleo endelevu. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Wakati upatikanaji wa bima nchini ukitajwa kukua kutoka 2.1 kwa mwaka 2023 hadi kufikia 2.8 kwa mwaka 2024, bado soko la bima nchini linakumbwa na changamoto ya ukosefu wa uelewa wa kutosha pamoja na udanganyifu, licha ya kuwa sekta ya bima imekuwa ikichangia zaidi ya 20% kwenye pato la serikali. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Nizia Masinde. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na afisa mtendaji mkuu wa Sanlam Alliance Julius Magabe wakati akitangaza kuungana na kampuni ya bima ya Sanlam na kampuni ya kimataifa ya bima ya Allianz, ambapo amesema kutokana na kasi hiyo ndogo ya ukuaji wamejipanga kuanzisha programu ya kutoa elimu kwa wananchi ili kuhamasisha wananchi kujiunga na huduma za bima na hivyo kufikia malengo ya mchango wa bima katika kufikia pato la shilingi trilioni 1. Elimu kwa bima hiyo ni sehemu ambayo kwetu sisi ni jambo la kipaumbele kabisa, na ndio maana nimesema baada ya shamra za wiki hii tunakwenda kujikita kwenye kampeni mahususi ya elimu kwa jamii kuhusiana na masuala ya bima, lakini masuala ya huduma za kifedha kwa ujumla. Umeongelea fraud, jambo la msingi sana. Kitu ambacho kinarudisha nyuma sekta ya bima ni pamoja na ubadhirifu. Sasa hili ni jambo mtambuka, sio jambo la taasisi moja, ni jambo la wadau wote wa sekta ya bima. Sisi kama kampuni za bima, umoja wetu wa makampuni ya bima, taasisi inayotuongoza ya TIRA, pamoja na wadau wengine wa kisheria, na tayari mikakati ipo upande wa ATI. Kama Association ya Insurance hapa Tanzania tayari tuna mkakati wa kwenda kidijitali zaidi, kuweza kuwa na bureau ambayo inakusanya data zote za matukio hayo ya ubadhirifu ili tuweze kuwa tunatambua na kuyashughulikia mapema. Hata hivyo, Magabe amebainisha kuwa mchango wa sasa wa bima za kawaida ni 20%, huku bima za maisha zikichangia 20%, hivyo wamejipanga kutanua wigo wa watumiaji wa bima, hususan bima za maisha. Kama kampuni ya bima, kama taasisi za bima, kampuni za bima, whether ni ya maisha, whether ni ya bima za kawaida, kitu kubwa tunachokifanya ni kukuza uwezo wa kifedha wa mtu mmoja na kuulinda ule uwezo wa kifedha wa mtu mmoja. Kwa hiyo ndio kazi yetu kubwa. Tukimpa mtu kinga ya bima, inamsaidia asirudi kule nyuma alikotoka. Kwa maana hiyo ni kazi kubwa tunayofanya kama kampuni ya bima. Lakini zile fedha ambazo tunazikusanya kama ada za bima ndizo ambazo tunaziwekeza kwenye mabenki, kwenye hati fungani, ambazo ndio hela hizo serikali inakopa kwetu inaenda kuwekeza kwenye miradi kama barabara na mengineyo. Kwa hiyo ni sehemu kubwa ya kazi kubwa tunayofanya katika kuchangia uchumi. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Sanlam Alliance General Insurance Jaideep Goel amesema baadhi ya viongozi wamesema hatua ya muungano wa kampuni hizo mbili ni kutanua huduma jumuishi za kifedha pamoja na bima, hasa kwa bara la Afrika. Asante sana Nizia Masinde kwa taarifa hiyo.
Kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima ametoa onyo kwa wananchi wa mkoa huo kutofanya vurugu kwa kipindi chote cha uchaguzi na baada ya uchaguzi ili kuendelea kutunza amani iliyopo kwa sasa hapa nchini. Shukuru Materu anayo taarifa zaidi. Ikiwa zimesalia siku chache kufikia tarehe 29 Oktoba, siku ambayo Watanzania wanatarajia kuchagua viongozi watakao waongoza, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesema mtu yoyote atakayejaribu kuleta vurugu, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Ukemee tabia za machafuko, hazichagui. Migogoro haichagui. Na waomba sana. Morogoro ni Morogoro ya amani. Naamka asubuhi tunakwenda kupiga kura, tunarudi manyumbani. Siku hiyo tumeambiwa tusiende kazini, tumepewa mapumziko, kila mtu anatulia. Askofu mteule wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro, Dr. George Pindua ameahidi kuwa viongozi wa dini wataendelea kuhubiri amani, mshikamano na upendo ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani. Sisi jamati mkoa wa Morogoro tutaendelea kuelimisha waumini wote, kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutafuta, kudumisha, kulinda amani miongoni mwa Watanzania wote kwa maendeleo endelevu, mshikamano wa jamii na ustawi wa taifa. Na mwisho ni kuhakikishia kwamba tutawahamasisha waumini wetu kwenda kutumia haki yao ya msingi kushiriki uchaguzi siku hiyo. Taifa lolote, umma wote, heshima yake, utambulisho wake kuwa ni taifa lenye heshima ni watu wake. Ikiwa watu wake watakosa maadili, ni sawa na kusema hilo taifa halipo, ni taifa mfu. Sisi wa Tanzania tunasifika vijana wetu ni Gen Z ambao wana adabu, ni Gen Z ambao wanajiheshimu, ni Gen Z ambao wanatii mamlaka, wanyenyekevu kwa wazee wao, kwa viongozi wao wa dini. Ndivyo tunasifika wa Tanzania. Asante sana Shukuru kwa taarifa hiyo. Viongozi wa matawi ya chama cha wafanyakazi wa serikali na afya TUGHE wa mkoa wa Dar es Salaam wapatao 180 wamepatiwa mafunzo ya usalama na afya mahali pa kazi ili kuwawezesha kuzishauri management za taasisi zao kuboresha mazingira ya kazi na hivyo kupunguza ajali na magonjwa yatokanayo na kazi. Recho Chacha anayo taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kuhitimisha kikao kazi cha viongozi hao, mtendaji mkuu wa wakala wa usalama na afya mahali pa kazi OSHA, Hadija Mwenda, amesema viongozi hao wanao nafasi muhimu katika kushawishi uongozi wa taasisi zao kuboresha mazingira ya kazi ili kuleta ustawi wa wafanyakazi. Pia tumewaambia kwamba serikali imefanya juhudi za makusudi kuhakikisha kwamba masuala ya usalama na afya yanaingia katika sheria ya utumishi wa umma. Kanuni za kudumu za utumishi wa umma zimekuwa reviewed na masuala ya usalama na afya yameingizwa. Lakini vile vile tumeambia kwamba ni maeneo ambayo yanakaguliwa na Tume ya Utumishi wa Umma. Kwa hiyo ni vema wakafahamu ili kuweza kuwashauri waajiri wao namna gani ambapo sasa masuala ya usalama na afya yatazingatiwa katika maeneo yao ya kazi. Kwa upande wake mwenyekiti wa TUGHE mkoa wa Dar es Salaam Comrade Bernard Maro ameielezea OSHA kama mdau muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya chama hicho. Tumekuwa tukishirikiana na OSHA kwenye mambo mengi. Tunashirikiana nao kuanzia kwenye masuala ya siku ya wafanyakazi duniani. Tunashiriki kwenye michezo na maonyesho ambayo OSHA huwa inayaandaa kila mwaka kuelekea Mei Mosi. Lakini pia tunashiriki hata kwenye matamasha ya michezo yanayolenga kujenga nguvu, kuwajengea watumishi afya ambayo huwa yanaandaliwa na OSHA. Na kwa mujibu wa hati ya mashirikiano tulionayo, kwa kweli ushirikiano wetu unakwenda vizuri na sisi kama TUGHE tunaitambua OSHA kama mdau muhimu wa utekelezaji wa majukumu yetu. Akitoa neno la shukrani, mwakilishi wa washiriki wa mafunzo hayo Nobeta Sanga ambaye ni katibu wa TUGHE tawi la mamlaka ya hali ya hewa TMA amesema mafunzo hayo ya usalama na afya ni muhimu kwa wafanyakazi na waajiri ili kuwa na uzalishaji wenye tija. Katika mafunzo haya ya usalama na afya mahali pa kazi yana manufaa makubwa sana kwa wafanyakazi, na elimu hii ni ya msingi sana kwa kuwa tumejifunza vitu vingi sana na vitu ambavyo wafanyakazi wengi wanatakiwa wafahamu usalama wao na afya wanapokuwa sehemu za kazi. Kwa hiyo tunaamini kuwa
mafunzo haya yametuongezea tija katika utendaji, yametusaidia pia hata sisi kutoa elimu kwa wengine, lakini mafunzo haya tunatoa rai pia yaendelee ili yaweze kuwafikia wafanyakazi wengi mahali pa kazi. Mafunzo hayo yaliwahusisha wenye viti na makatibu takriban 180 kutoka matawi 90 ya TUGHE mkoa wa Dar es Salaam imefanyika Kibaha mkoani Pwani, ambapo wataalamu wa OSHA wamewasilisha mada mbalimbali ikiwemo dhana ya usalama na afya mahali pa kazi, uwakilishi na kamati za afya na usalama mahali pa kazi, mifumo ya usalama na afya mahali pa kazi, pamoja na misingi ya huduma ya kwanza mahali pa kazi. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Zaidi ya watoto 4800 kila mwaka wanazaliwa nchini wakiwa na changamoto ya kichwa kikubwa na mgongo wazi, ikiwa ni sawa na wastani wa watoto 3 katika kila vizazi 100,000. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Haya yameelezwa jijini Dar es Salaam na daktari bingwa upasuaji kutoka taasisi ya mifupa Muhimbili MOI, Dr. Hamisi Shaban, wakati akitangaza kambi maalum ya matibabu kwa watoto wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi. Dr. Shabani amesema kutokana na changamoto hiyo, siku ya Jumamosi ya tarehe 25 wataendesha kambi maalum ya matibabu bure kwa watoto wote wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi ili kuwasaidia, hasa kutokana na tatizo hilo kuwakumba watoto wengi. Aidha, Dr. Shabani amesema matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi yanachangiwa pakubwa na mama mjamzito kukosa lishe bora, yani utapiamlo, hususan madini ya foliki, hivyo kupelekea kujifungua mtoto mwenye kichwa kikubwa ama mgongo wazi. Ukubwa wa hili tatizo la kichwa kikubwa na mgongo wazi ni takriban kila vizazi 1000 wanapatikana watoto 3. Tukiweka katika sensa yetu tuliyofanya mara ya mwisho, maana yake ni kwamba katika vizazi vinavyozaliwa hapa Tanzania, basi kila mwaka tunazalisha watoto 4800 wenye hili tatizo kila mwaka. Hata hivyo, kituo hiki kimezungumza na baadhi ya kina mama ambao wana watoto wenye matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi, ambapo pamoja na kuelezea changamoto wanazopitia, wameomba serikali kurejesha bima ya watoto ili kusaidia kukabiliana na changamoto za gharama za matibabu. Mtoto wangu amekuja hapa akiwa na umri wa miezi 10 mpaka saizi ana mwaka 1 na miezi 3 na ashafanywa operation 7 na bado anaendelea kutibiwa. Na tunashukuru kwa ufadhili wao, wanatutafutia wafadhili mbalimbali, wanatulipia gharama za matibabu na tunafundishwa ujasiriamali ili tuweze kupata pesa mbalimbali za kuweza kutukimu mahitaji yetu, na tumeweza kufanywa mpango wa bima. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tupo kwenye hizo process za hiyo bima ili ziweze kutusaidia kutokana na hawa watoto wetu wakija kliniki matibabu yao ni makubwa. Kwa changamoto aina yote tunaomba tu serikali itusaidie katika bima za watoto wetu. Kwa changamoto kwa sasa hivi hapa hamna changamoto aina yoyote. Ikumbukwe kila Oktoba 25 dunia huadhimisha siku ya kimataifa ya watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania JMAT mkoa wa Mbeya pamoja na kamati za amani nyanda za juu kusini limewataka wananchi kutokufanya maandamano siku ya uchaguzi na badala yake wajitokeze kwa wingi kupiga kura, huku wakitoa ombi kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kuhakikisha uchaguzi unakuwa wa haki na amani. Taarifa Daniel Smerta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Rai hiyo imetolewa na Katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania mkoa wa Mbeya Profesa Donald Mwanjoka katika kongamano la viongozi wa dini nyanda za juu kusini katika mikoa ya Mbeya, Njombe, Iringa, Songwe na Rukwa, ambapo ameviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuzingatia utu na haki za binadamu. Tunakumbusha wananchi wote kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kuwa na chanzo cha chuki au migawanyiko. Maandamano na vurugu siku na baada ya uchaguzi visipewe nafasi, kwa sababu amani ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tusichezee katika nchi yetu Tanzania. Natoa rai kwamba Tume Huru ya Uchaguzi au INEC kuhakikisha kwamba uchaguzi unatakiwa uwe huru, wa haki na wa kuaminika. Pia tunaomba vyombo vya usalama, ulinzi na usalama kuzingatia utu, sheria na haki
za binadamu wakati wa kutekeleza majukumu yao. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Amani mkoa wa Mbeya, Sheikh Msafiri Njarabaha, amewataka viongozi wa dini kuendelea kuhamasisha wananchi kwenda kupiga kura kwa amani, huku Daktari Salma Kilima ametoa wito kwa wazazi kuongea na vijana wao ili waache kuongea kuhusiana na mambo yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii. Zetu zinatuongoza katika amani. Ndugu zangu, hakuna uchaguzi mwema, maendeleo wala ibada bila ya amani. Hivyo basi, wakati tunaelekea katika uchaguzi mkuu, tutambue kuwa kura ni haki yetu na amani ni wajibu wetu. Na wasihi wananchi wenzangu wote kwa pamoja wa Tanzania na waumini wote wa dini zetu za Kiislamu na Kikristo kujitokeza kupiga kura kwa amani, busara na heshima bila ya kushinikizwa, kuchochewa au kugawanyika. Wazazi, tuongee na vijana wetu. Tumekuwa na majukumu mengi kiasi kwamba kuna upande mmoja tunajisahau kuongea na vijana. Kwa hiyo nawaomba kwa kipindi hiki tuongeze nguvu zaidi, tuongee na vijana wetu, waache kulipuka kutokana na maneno ya kwenye mitandao ambayo yanaendelea. Serikali wilayani Iramba mkoani Singida imetumia takriban bilioni 7 katika mwaka wa fedha 2024-2025 kwa ajili ya kufungua barabara mpya 4 na marekebisho ya barabara 7 za awali ili kurahisisha huduma za usafiri kwa wakazi wa vijijini na mitaa ya wilaya hiyo. Amini Nyaungo ametuandalia taarifa zaidi. Na hapa ni katika kijiji cha Mtwike. Wakazi wa hapa wanasimulia gharama ambazo walizolazimika kutumia kupeleka wagonjwa hospitali kutokana na ukosefu wa barabara. Kama kuna mgonjwa sasa kukodi gari uzunguke, lazima gharama zinakuwa kubwa. Naweza kufikia hata 300,000 au 100,000 au 200,000. Tulikuwa tunahangaika kupanda mlima na mimba. Ukiugua sana umeshindwa kutembea, unabeba kwenye kitanda cha kamba. Ukifa watakurudisha na kitanda cha kamba. Watatoka huko na kitanda wanapeleka kule, wanachukua maiti wanashusha. Kwa kuliona hilo, serikali ikaamua kuwashushia mzigo huo wakazi hawa. Jumla ni barabara 11 na barabara hizi zimegharimu fedha takriban bilioni 6 na milioni 933. Kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua, barabara hili ziwe zimeshakamilika na ziweze kupitika wakati wote. Kuna jumla kilomita 743.5. Asilimia 67 ya barabara ziko kwenye hali nzuri na zinapitika. Barabara zote tunazofungua kwa ujumla wake sasa hivi kazi za makalavati zinaenda kuisha. Kwa hiyo tunategemea sasa inaingia mitambo kwa ajili ya kuchonga barabara na kuweka moramu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, kuunganishwa kwa mifumo ya forodha kwaelezwa kupunguza adha kwa wafanyabiashara.